Katika enzi ya kidijitali ambapo dunia imejaa taarifa nyingi kuliko wakati wote ule, sauti ya mchungaji mmoja ilibeba ujumbe wa matumaini. Hayati Askofu Bernardin Francis Mfumbusa, aliyekuwa askofu wa jimbo Katoliki la Kondoa, hakuwa tu kiongozi wa kiroho bali pia mwalimu, mwandishi na mtaalamu wa mawasiliano. Katika maisha yake ya utumishi, alitambua kwa kina changamoto na fursa zilizopo katika ulimwengu wa mawasiliano ya kisasa. Katika maadhimisho ya jubilei ya wanamawasiliano yaliyofanyika mjini Vatican, alishiriki mawazo yake akiongozwa na ujumbe mkuu wa Papa Francis: tumaini halikatishi tamaa. Kwa moyo wa kichungaji, alikumbusha kuwa wanamawasiliano wote wameitwa kuwa mahujaji wa matumaini katika dunia iliyojaa sauti nyingi zinazochanganya ukweli na upotoshaji. Aliona wazi katika kipindi cha takriban miaka 20 iliyopita, mazingira ya mawasiliano yamebadilika kwa kasi kubwa. Teknolojia imekuwa kwa kiwango cha ajabu na kusababisha mafuriko ya taarifa, kiasi kwamba watu wanapata habari nyingi, lakini mara nyingine wanakosa uelewa wa kina na ukweli wa habari hizo. Katika tafakari zake, alibainisha aina mbalimbali za upotofu wa taarifa. Mosi, taarifa za kupotosha kwa makusudi. Pili, taarifa zisizo sahihi zinazosambazwa bila kufikiri. Na tatu, lugha za chuki zinazosambaa mtandaoni. Hali hii, alisema kwa huzuni, inaathiri hata mamlaka, taasisi muhimu kama kanisa na serikali. Kwa familia za Kikristo, alitoa ushauri wa busara: mtandao si salama tena kama ilivyokuwa zamani. Ni lazima kuwe na uangalizi na mwongozo kwa watoto kuhusu kile wanachokipata mtandaoni. Kwa upande wa kanisa, aliona umuhimu mkubwa kuendeleza elimu ya matumizi sahihi ya vyombo vya habari. Kama tunavyofundisha katekisimu, ndivyo pia tunapaswa kufundisha namna ya kuchambua taarifa. Akizungumzia mitandao ya kijamii, alionyesha wasiwasi juu ya mwenendo wa baadhi ya watumiaji wanaotengeneza maudhui kwa lengo la kuvutia tu, hata kama yanachochea hasira, mgawanyiko au upotoshaji. Alisema kwa hekima, umaarufu usiwe kipaumbele kuliko ukweli. Aidha, alibainisha kuwa mifumo ya kidijitali huathiri aina ya taarifa tunazopokea, na wakati mwingine hutufungia katika mitazamo ile ile bila kuona picha pana ya ukweli. Kwa tayarisha maudhui ya Kikatoliki, aliweka wito wa wazi: wazingatie zaidi kutangaza habari njema, ujumbe unaojenga, unaotia matumaini na unaoleta mwanga katika maisha ya watu. Katika kutazama mustakabali wa vyombo vya habari barani Afrika, alitambua kuwa ingawa redio inapungua nguvu yake ya jadi, bado kuna nafasi mpya kupitia teknolojia mpya kama ya podcast. Alipendekeza kuwa katika parokia zinaweza kuwa na vipindi vya mafundisho, tafakari na malezi kupitia mifumo ya kisasa ili kuwafikia vijana walioko kwenye ulimwengu wa kidijitali. Lakini juu ya yote, marehemu Askofu Mfumbusa aliacha ujumbe matumaini: tusikate tamaa. Alikumbusha kuwa kila hatua maendeleo ya mawasiliano huanzia uchapishaji, sinema, redio, televisheni hadi mitandao. Ilianza kwa hofu, lakini baadaye ikawa chombo cha neema. Hivyo, hata katika zama hizi za akili unde na teknolojia ya kisasa, alihimiza kanisa kujifunza, kubadilika na kutumia fursa hizi kutangaza Injili. Kwa unyenyekevu na imani, alisisitiza, tusikome kuomba, lakini pia tujifunze kutumia zana za nyakati hizi ili neno la Mungu liendelee kufika mioyoni mwa watu. Huu ndio ulikuwa moyo wa mchungaji aliyeishi kwa tumaini, aliongoza kwa hekima na aliacha mwanga unaoendelea kung'aa hata baada ya safari yake hapa duniani kukamilika. Pumzika kwa amani, Askofu Bernardin Francis Mfumbusa.